kwanza katika maswali yaliyoandikwa, je, inafaa kumtolea salamu Shia kwa kumwambia assalamu alaikum? Shia wapo katika aina mbili. Kuna mashia njaa, wajinga, hawaelewi chochote, hawa bado ni Waislamu. Wajinga amna lolote, njaa tu inawasumbua, hawa bado ni Waislamu. Tunawatolea salamu, tunakaa nao, tunawanasihi. Wajinga hawaelewi chochote, umeshaelewana? Ama wale ambao wamesoma, wanaelewa, wana maarifa katika dini, hawa hukumu yao tofauti na hawa. Kadhalika pameeleweka, si mkatoka hapa Sheikh kusalimia usiitikie, la. Ama sio uswahilini na tulikuwa nao chemchemu hawa, hawa vijana wa chemchemu, si vijana uongoni huko ni katika ushia. Njaa kama lolote, hamna lolote, ni njaa tunasumbua. Kwa hiyo tusikae nao sana mbali, tunatakiwa tuwarejeshe katika njia sawa sawa. Tumeshaelewana? Kwa hiyo ni ipi hukumu ya Hussein katika kutaka kushirikiana na Mashia kumuondoa mtawala Yazid bin Muawiya kwa mujibu wa Uislamu? Hili tutalizungumza kesho insha Allah. Swali lingine, nini tofauti ya Shia Imamia, Ar-Rafidha na Shia Zaidia? Hili tutalizungumza kesho insha Allah. Swali nitajia maelezo. Hii historia ya Hussein zaidi ya Mashia wa Kufa ipo katika vitabu vya Kishia au vitabu vya Sunna. Historia ya Hussein imeandikwa na wanachuoni wote. Wanachuoni wa Sunna wameandika historia ya Hussein na kifo chake, na wanachuoni wa Kishia pia wameandika historia ya Hussein na kifo chake. Na haya maelezo tutakayotoa kesho inshallah tutayatoa kwenye vitabu vya Kishia tu, wasi vitabu vya Sunna. Swali langu, kwa hiyo Imam Hussein kutokana na riwaya iliyosema alimkataza dada yake kuomboleza, kwa hiyo yeye Hussein sio kafiri? Hawezi kuwa kafiri. Mashia ndio wa kuuliza. Umeshaelewa? Mashia ndio wa kuuliza. Imamu wenu kamkataza dada yake asiomboleze, asijipige, asichane nguo zake, asichane mwili wake. Nyinyi mbona mnafanya hivyo? Sio, inaweza kuwa kafiri. Kuna kitu kimoja mnaweza kama mnajiuliza, mbona kwenye vitabu vya Kishia kuna qala Rasulullah, sio? Na tunasema Mashia ni nani? Ni makafiri. Ni kwamba ni hivi, Mashia ni Mayahudi au ni Uyahudi uliofichwa kwenye kivuli cha nani? Cha Uislamu. Kwa hiyo hawazungumzi Biblia, wala hawazungumzi Yohana, wala Petro, wala nani. Wanazungumza qala Allah qala Rasul. Sawa? Ili wakutoe wewe katika Uislamu kupita hiyo qala Allah na qala Rasul. Hapa ni rai tu imetolewa kwamba hii makala itumwe kwenye PDF katika mitandao, ili wale ndugu zetu ambao wako mbali na hapa waweze kutumia. Hili litafanyika inshallah. Hiyo ni rai imetolewa. Kuhusu vazi jeusi, ninaomba lipewe ufafanuzi wa kina, kwa kufia kina mama wanaweza kuwa hawakuelewa vizuri ikawa shida majumbani kwetu. Jamani, tunazungumza ushia, sawa? Tunazungumza nini? Sisi tuzungumzie dini ya Kiislamu na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Tunazungumza mafundisho ya nini?
Kwa mujibu wa mafundisho ya Shia hauruhusiwi kuvaa nguo nyeusi, na kwenye swala ukivaa nguo nyeusi swala yako haikubaliwi kwa mujibu wa dini ya Shia, isipokuwa tu inafaa kuvaa kofia nyeusi na hofu nyeusi basi, lakini sio basi nyingine katika ndani ya swala. Inafaa kumuua Shia? Hili swali inafaa kumuua Shia ni swali zuri, sio swali la kucheka. Sawa? Na haya ni katika mambo ambayo tutaje kuelezea huko mbele. Unaelewa? Kwa mujibu wa dini ya Shia ni halali kumuua Ahlus-Sunnah. Ni halali kumuua, ni halali kumuua, ni halali kuchukua mali yake kwa maana kumibia. Sawa? Ni halali kumtukana, ni halali kumlaani Ahlus-Sunnah. Na ndio maana katika miji yote ya Kishia Ahlus-Sunnah hawasiku kama Ahlus-Sunnah kama wanauliwa. Kenda Iran, ile miji ya Shia usikuta Ahlus-Sunnah naishi katika miji hiyo. Ukienda Iraki katika miji ya Kishia huwezi kupata Ahlus-Sunnah naishi katika miji, kwa sababu kwa mujibu wa itikadi ya Shia Ahlus-Sunnah ni kafiri. Ahlus-Sunnah si Muislamu. Wewe sunni Muislamu, Ahlus-Sunnah wewe unajua mtu wa sunna bila Shia wewe kafiri, na anatakiwa akuue. Sawa? Na ndio maana mwaka 1989 Mashia wa Irani walikwenda na unga wenye sumu katika ardhi ya Makka kwa lengo la kuilipua al-Kaaba. Walijua hilo. Walipofika airport, mabegi yao yakakamatwa. Mabegi yana mbao chini au plastiki ngumu chini. Ile plastiki kwa zimewekewa unga wa sumu kilo 51. Lengo ni kwamba ule unga ushatengenezwa, ni unga wa bomu ambao una mitambo yake maalum. Kwa maana wale washaingia katika haram ya Makka watafanya mawasiliano, alafu itaripuliwa. Lengo ni kuwaua mahujaji waliopo katika ardhi ya nini? Ardhi ya Makka. Hivi kweli Muislamu ana akili anaweza kufanya kitu kama hicho? Wewe unakwenda kufanya ibada ya hija, lengo ni kuwaua wenzako. Mnafahamu ya kwamba Mashia waliwahi kuiba jiwe jeusi, ile Hajarul Aswad waliiba. Wakanao miaka 21 takriban. Watu wanafanya ibada ya hija, Hajarul Aswad haipo. Mpaka wakabembelezwa, wakapewa mali nyingi toka wakarejesha. Yahudi hawezi kufanya hilo jambo, wala Nasara, lakini anafanya mtu ambaye anadai nini? Anadai Uislamu. Wana mengi sana. Kwa hiyo sisi kuwaua Mashia, sisi Ahlus-Sunnah kuwaua Mashia, tunawaua tukiwa tuna dola yetu. Tukipata dola, Shia ni kafiri, anauawa, na waliuawa wengi. Na hata mwaka jana au mwaka juzi serikali ya Saudi Arabia ilimkata kichwa Shia mmoja pale. Yule nani yule Sheikh Nimri, Baqir Nimri au Namri Baqir Namri, aliuawa. Alikuwa anaingiza ushia katika nchi ile, anahamasisha furugu, anafanya hivi. Akakamatwa mara kwanza akaachiwa, akamatwa mara pili akaachiwa, akamatwa mara tatu kata kichwa. Kwa sababu Ahlus-Sunnah anaitakidi Shia ni nani? Ni kafiri. Hata kama uitakidi hivyo shauri zako, lakini Ahlus-Sunnah anaitakidi kwa mujibu wa itikadi ya Ahlus-Sunnah Shia si Muislamu, na kwa mujibu wa itikadi ya Shia sawa Ahlus-Sunnah sio Muislamu. Kila mmoja anamhukumu zake ni kafiri. Ndio maana huyu akimtai mwenzake anamuua sawa, na yule akimtai mwenzake anamuua. Kwa wote hawa wanauana, ila sisi hatuwezi kusema kwamba nendeni mkawaue. Hapana, kwa sababu hatuna dola wala hatuna mtawala wa Kiislamu atakayesimamia jambo hilo. Lakini kisha katika historia walikuwa kikamatwa Mashia wanauliwa. Limeeleweka? Na katika maswali magumu ule kufanyika mjadala mmoja
baina yetu sisi na mashia wenako Uramboto. Mimi nikauliza swali moja, nikasema hili akilijibu mwanaume, ni ipi itikadi ya Shia dhidi ya Sunna? Ilikuwa shughuli ngumu. Unajua sisi Shia anamwangalia Ahlus-Sunna, je, anajua ni Muislamu au ni kafiri? Hawezi kujibu, sababu katika vitabu vyao wameandika wazi kwamba Ahlus-Sunna ni kafiri, yafaa kumuua, yafaa kuchukua mali zake, yafaa kuiba mali ya Ahlus-Sunna kwa mujibu wa itikadi ya Shia. Jihani sana. Hawa jamaa tunaweza kupigivita sana. Wakipata nguvu wallahi wana madhara makubwa mno sana katika jamii. Wale ambao wanafuatilia habari, tatizo lenu nyinyi habari mpaka BBC itangaze au tusivele ndio mnapata habari. Ndio tatizo lenu ni kubwa hilo. Ndio maana mpaka sasa hivi hamuelewi katika ardhi ya Irani kunaendelea nini. Hamuelewi mpaka BBC watangaze. Sasa huko watu Afrika Magharibi, watu Nigeria, ndio mashia walisumbua sana ile nchi sana kupita maelezo, sababu walikuwa tayari washapata nguvu, na wale lengo lao wakipata nguvu ni kusimamisha dola yao. Kwa hiyo sio kama na kwamba ni mambo madogo madogo tu, hii ni mipango ya muda mrefu kwamba wanataka lazima wachukue dunia nzima iwe chini yao. Tuachane na haya. Ni kwa nini Hussein wanamweka katika listi ya maimamu wao ikiwa yeye anapingana nao? Hili tulizungumza kesho. Sawa? Haya, kesho yote na hifadhi. Hapa, assalamu alaykum, naomba kuuliza, je, inafaa kuswali nyuma ya Shia au Ibadhi? Kwanza huwezi kuswali nyuma ya Shia. Huwezi. Hata ukiwa ndo umeslimu mwezi mmoja uliopita, huwezi kusali nyuma ya Shia. Sala yake ni tofauti na sisi. Siku moja wakati tumekaa msikitini kama hivi, nimekaa hapa mbele nafanya mambo yangu, akaja Shia akaswali msikitini. Mimi alipoingia tukaswali, huyu bali ni Shia hivi, anasali. Akaja mzee mmoja mtu mzima akamgusa nyuma kwa ajili ya imamu wake, si ndio? Allahu Akbar. Sasa yule mzee anamwangalia imamu wake tu, anamwangalia yule mama akarukuu na yule mzee akarukuu, akamwangalia imamu. Yule mama aliporudi na mzee akakata swala hapo hapo, akasogeza pembeni akaswali swala yake nyingine. Sasa baada ya kumaliza kuswali mzee akanifuata, shehe bana, sijawahi kuona yule bana anasali sala ya ajabu kabisa. Nimemsikia anamsalia mtume kwenye rukuu kwa sauti, Allahumma salli ala. Sema hii sala gani? Kumsalia mtume kwenye rukuu. Nikamwambia yule ni Shia. Umeshaelewa? Yule ni Shia. Na ukitaka kumkamata Shia, dawa nzuri mwambie Shia, kama nataka mimi niwe Shia, swali kwa sauti tusikie. Hawezi kukubali kuswali kwa sauti. Nataka uswali swala ya Kishia, nitakupa hata gari mbele za watu. Hawezi kukubali. Kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala ni tofauti kabisa kabisa na tunavyoswali sisi. Kwa hiyo wewe huwezi kuswali nyuma ya nani? Huwezi. Labda uwe umeslimu leo na umeingia msikitini leo katika msikiti wa Shia, na siku ukienda katika msikiti wa Uislamu wa kawaida utajiuliza, sasa ni sala ipi sahihi? Ni ile nilosali jana au nilosali leo? Ama kuhusu Ibadhi, hapa nitasema kidogo. Unajua hapa Tabora Maibadhi ni wengi sana. Alafu tatizo la Maibadhi wenyewe, kama Maibadhi huko Tabora wala hawajui Ibadhi wao. Wako tu Maibadhi tu, baba Ibadhi, mama Ibadhi basi. Sababu Ibadhi ni kama vile kabila la watu weupe fulani hivi. Hapo zamani Maibadhi walikuwa hawalingani dini yao wala madhehebu yao, walikuwa wanafanya biashara zao. Ni watu wa biashara, sehemu zote wana watu wa biashara, hawashughuliki na dini. Baada ya watu wa sunna kuwa wanafanya harakati za kuingiza watu katika sunna, na sunna haichagui mdengereko, muha, mwezi, wote wanasomba tu, wakaona na sisi tutaweza kulingania Maibadhi wetu. Ndio wakaanza kutengeneza madrasa kama hivyo, kuingia katika misikiti, kutengeneza misikiti, kuchanganya na watu.
lakini maibadi wao sala yao na sala si tofauti. Na ukimwona ibadi anasali katika misikiti ya kawaida, huyo hajui ibadi wake, huyo anafuata mkumbo, kwa sababu kwa mujibu wa itikadi ya ibadi atakayeitikia amin sala yake imebatilika. Ukitikia amin sala yake imebatilika. Shirisikia mabaifa anatikia amin kwenye sala zao. Hizi mnasali kwenye misikiti yao wanaitikia amin. Sala yake imebatilika. Ndio maana ukiona ibada anasali nyuma ya ahli sunna basi hajui ibada, mdude tu, hajui ibada wake. Kwa hiyo pia mimi sisi kusali nyuma ya ibada kwa sababu sala yake na sala yangu ni tofauti. Sala yake na sala yangu ni tofauti kabisa. Lakini pia wana matatizo mengi. Miongoni mwa matatizo yao ni kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema hawajafikia tu ya kuwakufurisha. Wenyewe wanamtukana Uthman, wanamtukana Abu Huraira, na kuwatukana wanachuoni wa Sunna kabisa na kuwajeruhi. Kwa hiyo sisi hatushauri watu kusali nyuma ya ibada. Kwa mujibu wa kauli za wanachuoni wa Sunna hawashauri kusali nyuma ya maibadhi kwa sababu wao na sisi tofauti. Sema wao ni Waislamu wenzetu, isipokuwa tumetofautiana katika baadhi ya masuala ya itikadi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yeye ni nyumba ya elimu na dini, mlango wa elimu. Je, hiyo hadithi ni hadithi sahihi? Na kama ni sahihi, hadithi hiyo ilikuwa inamaanisha gani? Hadithi dhaifu haikuthibiti kwa mtume, ni hadithi ya uongo. Na katika hadithi ambayo ninaijua sana na nimeifuatilia sana hadithi hii, hadithi ya ana madinatul ilmi wa aliyu babu, wanaipenda sana mashahidi, hadithi ya uongo, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali langu ni hivi: je, inajuzu kukaa kwao na kula kwao japokuwa ni hao ndugu zangu wa damu? Kama ni hawa mashia wetu hawa, jamani, hawa mashia wetu hawa wa Uswahilini humu njanjatu hawa bado hawa njatu inawasumbua. Ndio bana, kama wewe una pesa ukiwapatia pesa wanatoka huko, wanarudi huko. Tumeshaelewa? Kwa hiyo hawa inataka sisi tukae nao, mshaelewa? Tuwanasihi, tuwasaidie. Jamani, mmefuata nini huko? Tuelezeni hasa mchikipata kwa hata hapa ni kitu gani? Basi tuwaelekeze. Kama wanahitaji kupewa taaluma wapewe taaluma, lakini wengi wao bado ni wajinga. Kwa tunakaa nao na tunakula nao hawa mashia wetu hawa humu Swahilini humu wasiojielewa hawa. Sawa jamani? Kwa hiyo Imam Ali alikuwa si katika Shia, hili talijibu kesho pia. Hili swala la imamu hili talijibu kesho inshallah. Sawa? Swali lingine, je, Imam Hussein naye katika Mashia? Ndo haya. Swali lingine, je, hizi hadithi zilizotajwa humu ni sahihi? Sikiliza. Shia ni dini iliyotengenezwa na mazandiki. Unajua mazandiki? Zandiki ni mtu aliyesoma dini halafu anakuja kuwapotosha Waislamu kwa sura ya dini. Ndio nani? Zandiki, ambao asili yao na chimbuko lao ni Uyahudi. Baada ya Mayahudi kushindwa kuharibu Uislamu kwa njia ya mapigano, waliamua kuingia katika Uislamu kwa sura ya dini. Kwa hiyo anaingia katika Uislamu, anasoma Uislamu vizuri kabisa, anafahamu misingi ya dini sawa sawa kabisa, halafu anaanza kupindisha maandiko. Kwa hiyo ilifikia hatua wakatunga hadithi za Mtume, wakatunga hadithi kunasibishwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadithi ambazo zimo kwenye vitabu vya nani? Vya Shia. Sawa?
wao wenyewe wanakiri ya kwamba hadithi hizi ni hadithi za mazandiki. Yaani ile dini ya Shia yenyewe ile, ukisema uifanyie uchunguzi kwa mujibu wa taratibu zao wao wenyewe, basi utakuta ya kwamba sehemu kubwa ya dini ni sehemu ya Kiyahudi. Na ndio maana katika vitu ambavyo wameshindwa wanawachuoni na wasomi wa Kishia ni kusahihisha na kudhoofisha hadithi zao. Wameshindwa kabisa, hawawezi. Na ndio maana kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abul Fadli al-Burta'i, kitu kama hicho, katika wanachuoni wa hizi zama za karibuni hizi, ana kitabu chake amekiandika kinaitwa Kasru as-Sanam. Kasru as-Sanam, kulivunja sanamu. Yeye amefanya tafiti kuzichunguza hadithi za nani? Za Kishia. Kuna kitabu hicho kimoja sehemu yake akagundua ya kwamba hadithi nyingi ni za uongo, za kufungwa. Sasa je, sisi tunaposoma hadithi hizi tukanasibisha katika vitabu vyao, hukumu ya kutoa usahihi wa hadithi hizi anatakiwa atoe nani? Ni sisi Ahlus Sunna au Mashia? Sisi Ahlus Sunna. Kwani atakayekutwa na mzigo ndani ya nyumba anaidaiwa visite mzigo huo nani? Ni yule aliyemkamata au ni yule aliyekutwa na mzigo? Labda nirudie sentence nyingine ya pili. Tumekwenda supermarket mimi na wewe. Wewe ukatoka na mkate. Mimi nikatoka mkono. Na anadai receipt ni nani? Mwenye mkate. Mimi nitapita zangu tu. Sawa. Sasa anayetakiwa alete usahihi wa hadithi hizi ni nani? Sisi tuseme kwamba tumekuta ndani ya kitabu chako kuna hadithi hii, unaelewa, inakataza maombolezo. Hadithi hii ni dhaifu, tuelezee udhaifu wake uko wapi? Hilo ndio gogoro lingine. Hawezi kabisa, hawezi. Ataanzia wapi? Kwa sababu wao ilmu ya mustalahul hadith, ilmu ya mustalahul hadith ambayo ni elimu maalum, mtu anafunzwa namna ya kuchambua hadithi za Mtume Muhammad, kujua hizi ni za uongo na hizi ni za kweli. Mwanachuoni wa mwanzo kuandika kitabu cha mustalahul hadith katika madhehebu ya Shia alikuja mwaka 900. Wengine sana mwaka 800. Yaani mwaka 800 tayari wanachuoni wa Ahlus Sunna wameanza kuandika vitabu vya mustalahul hadith mwaka 300 Hijiria, miaka 400 Hijiria. Ni miaka mingapi imepita? Na ndio maana kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia anasema hivi, hii mustalahul hadith wa Kishia imeibwa kwa Ahlus Sunna. Tuachane na hilo jambo, limekaa kielimu sana, si mkachoka vichwa sasa hizi. Na lokata ile mmeshachoka tayari. Muhimu ya kwamba masuala ya hadithi kwa Mashia hawana elimu nayo. Swali lingine, kama Shia atajichinja, je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kwa kifo hicho atachinja? Je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kula kile kichinjo chake? Jamani, narudia tena, hawa Mashia njaa hawa kwetu hawa, sawa? Hawa Mashia siojielewa hawa bado ni mzetu. Mshanielewa? Mara kuna jamaa anauza mitumba sokoni, Shia hamna kitu chochote, haji chochote huyo. Mara kuna bodaboda ya Shia, hamna kitu. Mara kuna madereva daladala wanaendesha baiskeli barabarani na wenyewe pia Mashia. Unakuta siku ya Ashura wamevaa mafulana meusi ya Hussein. Hamna kitu, hawajielewi kabisa. Kwa wale unamuita pembeni, unakadhani pembeni, wewe umevaa fulana ya nini? Mimi nimevaa tu, sijui kinachoendelea. Hayavua. Hii ni nafasi la hii, wanaovaa fulana hii ni wafasi wa Firauni. Kumbe atavua, hajui chochote. Nadhani maswali yatakuwa yamekwisha. Haya maswali haya yaliyojibiwa haya yaweke pembeni. Haya maswali ambayo hayajajibiwa
tutakuja kuyajibu kesho insha Allah katika darasa ya kesho. Kesho tutajitahidi kumaliza pengine hivi vilivyobakia. Mwisho kabisa, napenda kuwanasihi vijana wenzangu. Vijana wenzangu, tujitahidi sana kufuatilia dini yetu. Shia, mimi nawazungumza hapa na Shia, lakini msije mkadhani kama ni watu wepesi hivyo. Kwa ni watu ambao wamesoma. Wale wasomi wao wamesoma. Halafu wanashuku hatata sana. Na wana uwezo mkubwa wa kimaarifa. Hasa wanapokutana na watu ambao maarifa yao ni madogo. Kwa katika tahadhari kubwa ninayokupa kijana wa Kiislamu, ukisikia huyu ni shekhi wa Kishia, usimtakie sikio kumsikiliza. Utaangalia. Shaelewa? Vijana wengi walioingia katika ushia ni baada ya kutega masikio yao kusikiliza kina nani? Na Shia. Akaanza, shekhe, nimesikia kina kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Umesikiliza ya nini sasa? Kuna huwezi tena kuyajibu. Kwa hiyo tulizana. Utaratibu huu ambao tumeuanzisha ni utaratibu ambao tutakuwa tunaufanya kwa kila mwaka mara 2 au mara 3. Ima katika msikiti huu au katika msikiti mwingine ya mjini. Lakini utaratibu endelevu kwa sababu Shia haujaanza leo. Shia umeanza karne ya 2 Hijiria. Yaani kipindi na Shia unaanza masahaba wa mtume wapo, fikra hizo zimeanza, kama ni fikra kongwe, zinasomeshwa, zinarithishwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo sisi hatuna uwezo wa kuufuta ushia Tabora, hatuna uwezo huo. Tunachokifanya sisi ni kutoa taaluma. Wewe uelewe. Na wewe utakuwa umeelewa kama ueleweshe na nani? Mzako. Kwa hiyo kile ambacho unachokijua basi naomba ukishike na vile vile umfikishie mwenzako. Kile ambacho ukijui acha. Katika watu wanaowindwa ni wanawake. Wanawake wanawindwa sana na Mashia. Na katika watu wanaochukuliwa na Mashia, wanawake wanaongozwa. Na ndio maana katika semina hii pia wanawake tukawaalika. Na sababu kubwa ya kuwachukua wanawake ni kwamba wanawake ndio wenye uwezo wa kuwamiliki wanaume. Sisi tunafahamu kuna mijitu ina miili mikubwa, vifua vipana, akiwa kwa wanaume wenzake na sauti nene, kali sana, korofi sana, lakini akiingia kwa mwanamke zezeta, hakuna kama yeye. Kimya. Wala si lazima afanywe dawa, anafanywa mambo tu, anakuwa mapenzi tu hayo, analeweshwa na kuwa haielewi chochote. Hata ukimletea habari na mke wako bana amekuwa Shia, hamna, uongo tu. Nyinyi ni husudu kwa sababu ya hivi na hivi kwa mke wangu. Sasa wenyewe wanawachukua mabinti na wanachukua kina mama wanaingiza katika Ushia. Hawa kina mama hawa wameshawamiliki waume zao, na hawa mabinti hawa wana uwezo wa kuwamiliki waume zao. Kwa hiyo wewe unajifanya wewe ni Sunni, lakini mke wako anakwenda pale tuwatugawe pale, wakagawane vizuri. Anakwenda na kwa mafunzo ya Kishia, anarudi nyumbani kwako. Mara mtoto anakuwa Shia. Kwani ni mara ngapi hapa unakuta mzee anapinga, yani mzee hakubaliani na mke wake juu ya malezi anayotoa kwa mtoto wake, lakini hawezi kumkataza. Sasa nitafanyaje mimi? Mama Juma ndo shaamua hivyo, nitafanyaje mimi? Sina la kufanya. Mtihani Sheikh. Wanawake sasa mtihani sana. Inataka hivyo mtoto wako anakuwa Shia, mtoto pili anakuwa Shia, mtoto anakuwa Shia. Matokeo yake pia na yeye mzee anakuwa Shia.
au mzee sio Shia, mtoto anakuwa ni Shia na bakia mimi nishaza jukumu lao ni wao wenyewe kujua haki kwa wapi. Sasa dada zetu, mama zetu, lazima tuwalingane katika hili jambo. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie pesi sisi sote. Kwa muda huu unatosha, inshallah tutaendelea kesho. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Watu waende wakasome makala. Swali la kwanza katika maswali yaliyoandikwa, je, inafaa kumtolea salamu Shia kwa kumwambia assalamu alaikum? Shia wapo katika aina mbili. Kuna mashia njaa, wajinga, hawaelewi chochote, hawa bado ni Waislamu. Wajinga hamna lolote, njaa tu inawasumbua, hawa bado ni Waislamu. Tunawatolea salamu, tunakaa nao, tunawanasihi. Wajinga hawaelewi chochote, umeshaelewana? Ama wale ambao wamesoma, wanaelewa, wana maarifa katika dini, hawa hukumu yao tofauti na hawa. Kadhalika imeeleweka, si mkatoka hapa shehe kusalimia usiitikie, la. Ama sio uswahilini na tulikuwa nao chemchemu hawa, hawa vijana wa chemchemu, si vijana uongoni huko waliingia katika ushia. Ni njaa, kuna lolote? Hamna lolote, ni njaa tunasumbua. Kwa hiyo tusikae nao sana mbali, tunatakiwa tuwarejeshe katika njia sawa sawa. Tumeshaelewana? Kwa hiyo ni ipi hukumu ya Hussein katika kutaka kushirikiana na mashia kumwondoa mtawala Yazid bin Muawiya kwa mujibu wa Uislamu? Hii tutazungumza kesho inshallah. Swali lingine, nini tofauti ya Shia Imamia, Ar-Rafidha na Shia Zaidia? Hili tutalizungumza kesho inshallah. Swali linahitaji maelezo. Hii historia ya Hussein zaidi ya mashia wa Kufa ipo katika vitabu vya Kishia au vitabu vya Sunna. Historia ya Hussein imeandikwa na wanachuoni wote. Wanachuoni wa Sunna wameandika historia ya Hussein na kifo chake, na wanachuoni wa Kishia pia wameandika historia ya Hussein na kifo chake. Na haya maelezo tutakayo